daima mbele. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwenye milki ya kila kitu katika dunia, ndio mwenye milki ya pumzi zetu na sauti zetu. Shukrani kubwa ziende kwake kwanza. La pili, nawashukuru meza kuu na viongozi wote waliokuwepo hapa, nia na madhumuni makubwa kuhakikisha tunafanikisha jambo hili kwa amani na salama. Tatu, ni washukuru pia wagombea wenzangu kwa sababu changamoto zimekuwa tamu, zimekuwa nzuri. Yanga oye! Ndugu zangu, mimi ni mweledi sana katika mambo mengine, lakini katika kuzungumza si sana, lakini leo nitazungumza fasaha ya Kiswahili. Na kwa maana gani nataka mimi kuwa Mswahili zaidi nilivyokuwa, na uswahili wangu katika maana ya kutumikia Waswahili wenzangu, kwa sababu sisi Waswahili tumezoeana kugusana. Uongo kweli? Ukitoka nyumba hii umepika mbirimbi, huku anakupatia chumvi. Uongo kweli? Sasa sisi Waswahili ndio wenye nguvu katika Yanga yetu. Uongo kweli? Nataka niwe Mswahili wa kwanza kuingia katika klabu kuhakikisha matawi yanapata heshima yake kama ilivyokuwa kule mwanzo. Matawi sasa hivi yako mbali sana na timu yao. Uongo? Sasa kama Mswahili nitajitahidi, nitakuwa connector kati ya Yanga na viongozi wa matawi. Mfano mdogo nakupeni. Mwenyekiti wa tawi fulani huwezi kumuona akizungumzia Yanga kama influencer. Nikisema influencer nazungumza kizungu, sasa ninatoa Kiswahili kinasema mshawishi. Kwa maana mshawishi ana maneno mengi kwa sababu yeye hupamba sana. Sasa mwenyekiti au kiongozi wa tawi hana hiyo nafasi. Kwa sababu gani? Pengine ana mambo yake mazuri ya kuzungumza badala yale ya kusifia sana. Pengine ana maoni, ana mambo anataka kusema, hapati nafasi hiyo. Mimi nataka nikiingia huku kama Mswahili tuwe na lugha moja. Matawi na timu yao wawe wana nguvu nayo kweli kweli. Tumewekwa mbali sana matawi jamani, tuacheni uongo. Tumewekwa mbali kwa sababu viongozi wengi tukishakupata ndio kama inakuwa nani tu ile. Mtu anayesema nataka mtoto lakini sitaki mama mtu. Si ndio? Kiswahili safi kabisa. Katika Yanga mambo yetu mengi, uzungu mwingi ndugu zangu. Mengine tulikuwa tunataka tu pale Kiswahili tukisemwe. Mimi Mswahili na kwenda kuhakikisha Uswahili wa jadi yetu unapita kwa fasaha, tena kwa ukamilifu, sio uongo ujanja. Leo tunachangia hapa, wanasema wazee wetu wale wanahangaika maskini, wanasema haya changieni kwa sababu tuna mechi ya Simba, na hii si mechi ya Simba tunaiogopa kama tunavyogopa roho zetu kutoka. Kweli? Nani haogopi kutolewa roho hapa? Kwa hiyo tunaiogopa mechi ya Simba kama tunavyogopa kutolewa roho. Lakini mimi ninataka tuiogope mechi ya klabu bingwa kama tunavyotolewa roho zetu. Hii ya Simba tuichukulie kama tunakula urojo pale Forodhani au hapa Magomeni. Ni mechi ambayo tunaweza kuicheza sote wanachama. Uongo kweli? Waswahili tunaelewana. Yanga oye! Mimi nataka kufanya vitu viwili tu. Niwe na hakikisha matawi yanafikia uongozi wetu, yanafikia timu yao, na lengine pale panapokwama kwenye Uswahili, mimi nihakikishe Uswahili na tunazungumza Kiswahili tunaelewana. Yanga oye! Mmenielewa? Hamjanielewa? Mnataka niongee tena? Naomba kura zenu ndugu zangu. Mimi ndo naitwa Mzee Yusuf, mnanijua vizuri. Siimbi hapa leo, nazungumza tu. Nasema hivi, mimi tulieni kwanza niseme kitu basi kizuri kulicho kidogo.
mkinipa nafasi, sawa, mimi mkinipigia simu mnataka uongozi uje Mwanza, nyinyi mtahakikisha mnanifikisha tu Mwanza. Sikwambiini kwa na mimi siwezi kuja mpaka kiasi kadha. Mimi nitakwambieni kata tiketi na mimi napanda ndege jamani. Mimi Mswahili sipandi ungo. Sawa jamani. Yanga oye. Nitahakikisha kila tao litakalo nihitaji, nitakalohitaji uongozi, kama wanamtaka rais, nitamwambia rais nitume mimi Mswahili mwenzao nikazungumza nao nije kukueleza wanasemaje hawa watu. Nitakuwa connector kuhakikisha matawi yanafikia chama lao bila shida. Yanga oye. Naomba kura zenu, kwa sababu kuzungumza sana si kufanya sana. Na sisi kule tunasema hivi, pepo haina msemaji wala msikilizaji, ina mtendaji. Uongo. Utendaji wenu ndio utanifanya mimi nizungumze vizuri. Alamba tena. Naomba kura zenu. Yanga oye.